Kundi la wapiganaji la Hizbullah linasema haitakuwa rahisi kwa Israel kulisambaratisha kundi hilo. Hii ni kwa mujibu wa kiongozi wa kundi hilo, Naim Qassem, ambaye ameonyesha changamoto iliyopo mbele yao. Ingawa inadaiwa kwamba Hizbullah ni dhaifu, lakini Naim Qassem, kiongozi wa kundi hilo, anasema kwamba kundi hilo si dhaifu na kwamba hakuna uwezekano wa kulisambaratisha na wala hawataruhusu mtu yeyote kulipokonya silaha. Hii inajiri baada ya Israel kusema kwamba kundi la Hizbullah linapaswa kunyang'anywa silaha. Maoni yake yanakuja huku serikali ya Lebanon ikionekana kujaribu kuongeza juhudi za kuwazuia Hizbullah katika hali ya udhibiti kusini mwa Lebanon. Hata hivyo, kwa kuzingatia kuendelea kwa mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya waendeshaji wa Hizbullah, kundi hilo la wapambanaji huko katika Lebanon linaendelea kutoa changamoto kwa jeshi la IDF la Israel. Meripoti siku ya Ijumaa kwamba Hizbullah itapigwa na itaangamizwa, lakini pia itapigwa katika kila eneo lililopo, ikiwa ni pamoja na Aita Ashab kusini mwa Lebanon na maeneo mengine ambayo kuna kambi za kundi hilo. Siku hiyo jeshi la wanahewa la Israel IAF lilirusha makombora katika eneo la Saidon na kumuua moja kati ya wapiganaji wa kundi hilo, Muhammad Jafar Mana Asad Abdullah. IDF ilisema Abdullah alihusika katika shughuli za kigaidi dhidi ya taifa la Israel na alihusika katika miongoni mwa mambo mengine kwa kusambaza mifumo ya mawasiliano ya Hizbullah kote Lebanon katika eneo la kusini mwa mto Litani. Kundi hilo limesema kwamba kamwe halitaruhusu kusambaratika na lipo imara wakati wote. Naim Qassem amesema kwamba Hizbullah haitaruhusu kupokonywa silaha. Pia yanakuja kama vile Rais wa Lebanon Joseph Aoun alipokuwa ameonyesha katika mahojiano ya The New Arab kwamba mwaka 2025 utakuwa mwaka ambapo serikali ya Lebanon hatimaye itakuwa na ukiritimba wa silaha zote, kwa maana italipokonya kundi hilo silaha. Qassem kwa upande wake amesema kuwa shinikizo la Israel la kuipokonya silaha Hizbullah inalenga kuikalia Lebanon kwa vile utawala wa Israel unafuata mipango ya kujitanua, kwa mujibu wa makala ya hivi karibuni iliyochapishwa na wakala wa habari wa Iran IRNA. Ripoti ya IRNA iliendelea kubainisha kuwa kiongozi wa wanaharakati wa Hizbullah ya Lebanon, Sheikh Naim Qassem, alisema harakati hiyo haitaruhusu mtu yeyote kuipokonya silaha, kwani imeazimia kuendeleza upinzani dhidi ya uvamizi wa Israel. Qassem alitoa matamshi hayo katika hotuba yake siku ya Ijumaa, siku hiyo hiyo ya mashambulizi ya Israel ambapo Marekani ilitaka Hizbullah kupokonywa silaha. Ripoti hiyo ilieleza Hizbullah kwa muda mrefu imewasilisha hitaji lake la kuweka akiba kubwa ya silaha kama sehemu ya upinzani dhidi ya Israel. Ni wazi silaha hizo zinaweza kuwa mikononi mwa jeshi la Lebanon, hivyo madai ya Hizbullah kwa kiasi kikubwa ni mashimo, kwa maana si chochote si lolote. Lengo pekee la Hizbullah ni kudumisha jeshi huru katika eneo ndani ya taifa la Lebanon. Hii inadhoofisha Lebanon na kusababisha migogoro, mbali na kupelekea upinzani. Silaha za Hizbullah kwa kweli zinasababisha vita na zinaidhoofisha Lebanon kwa kuipa Israel haki ya kuendelea kuishambulia Hizbullah kwa kujilinda. Lakini lengo la Hizbullah ni nini? Hizbullah inasema silaha zimefungwa kwa ajili ya kukabiliana na maadui Israel. Hata hivyo, ni sera hii ya Hizbullah ndiyo iliyopelekea kundi hilo kutawaliwa na Israel, na wakati huu wanasema hawapo tayari kuona hili linatokea tena. Hizbullah ilianzisha mashambulizi baada ya Oktoba 7 mwaka 2023 baada ya kundi la Hamas kuanzisha mapigano huko Tel Aviv, na ndiyo sababu ya kundi hili kuingilia kati kutokana na ukweli kwamba Israel ilikuwa ikiteka maeneo mengi ndani ya Palestina na hata Lebanon na maeneo mengine, na ndio sababu kuu iliyowafanya wapiganaji hawa wa Hizbullah kuingia kati na kupambana. Suala la msingi nchini Lebanon sio silaha za wapinzani, lakini kufukuzwa kwa Israel ambayo imevamia baadhi ya maeneo. Naim Qassem alisema kulingana na mtandao wa habari wa Al-Mayadin wa Lebanon, wanajifanya kuwa wanataka kuipokonya silaha Hizbullah, na anasema kwamba wanaamini huko ni kuidhoofisha Hizbullah pamoja na Lebanon. Anasema Israel inajitanua na hairidhishwi na Palestina inayokaliwa kwa mabavu, pia inataka kuchukua Lebanon. Israel inataka kukalia sehemu kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kuunganisha na Palestina pamoja na Lebanon. Hili halitowezekana, kiongozi huyo wa Hizbullah amesema.
Changamoto ya kushinda Hizbullah bado iko mbele. Maoni ya Qasim na kiongozi wa Hizbullah yanaonyesha kwamba wao wapo tayari kwa mapambano, lakini pia kutokana na kile kinachosemwa na Marekani kwamba Hizbullah inaungwa mkono na Iran, hivyo lazima wapambane kuhakikisha kundi hilo linaisha kabisa. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.